Afya mtazamaji wa EATV, karibu sasa katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Edward Lowassa amesema kuwa matatizo mengi ya ajira nchini Tanzania yanasababishwa na mfumo wa mitaala ya elimu, na kwa sasa ipo haja kutazama upya mfumo wa mitaala hiyo, kwani elimu ya sasa matokeo yake yanalenga kuzalisha watafuta ajira na sio wajasiriamali. Mheshimiwa Lowassa amesema hayo jijini Dar es Salaam leo wakati wa mahafali ya kidato cha 6 kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Benjamin Mkapa. Kuelimisha Watanzania wakawa wamesoma vizuri, watakuwa wakulima na wazalishaji hodari na wazuri. Lakini bila kuendeleza elimu, tusipowekeza kwenye elimu, tutakuwa tunawekeza kwenye ujinga. Ni muhimu sana na wabunge wengi tunakubaliana kwamba ipo haja ya kutazama upya swala zima la mitaala ya elimu katika nchi yetu. Kwa nini? Kwa sababu elimu iliyopo inaandaa watafuta kazi, job seekers. Inategemea ukimaliza form 4 ukaajiriwe, ukimaliza form 6 ukaajiriwe, ukimaliza chuo kikuu ukaajiriwe. Ajira hiyo iko wapi? Wakati huo Mheshimiwa Lowassa ameipongeza serikali ya Tanzania kwa kurudisha fursa ya wanafunzi wanaomaliza kidato cha 6 kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Kwa JKT umeanzia nchi ya Israeli. Israeli ni nchi ndogo sana, lakini wanapiga vita kila siku, wanashinda. Maana ana jeshi la JKT kubwa sana katika nchi yake, la utaifa, uzalendo na wanajeshi wa kupigana. Kwa hiyo nawatakia heri sana na wakwenda. Naipongeza serikali kwa uamuzi huo, lakini naomba waangalie, maombi yalikuwa ni wanafunzi 40,000. Wanaanza na wanafunzi 5,000. Wahakikishe mwaka ujao wanakwenda 40,000 wote. Itakuwa faida sana kwa nchi yetu. Tuendelee na kurasa. Wito umetolewa kwa vijana kutumia muda wa ziada wanaopata kufanya mambo mengine, wafanye mambo yatakayojenga jamii na sio yale ya anasa ambayo hayana tija kwa jamii yoyote na badala yake jamii inayowazunguka kuwa dharau. Wito huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na vijana marafiki wa kikundi kiitwacho Kable Inc. walipotembelea kituo cha watoto yatima cha Malaika Kids Mwananyamala jijini Dar es Salaam na kushiriki nao michezo, chakula pamoja na kutoa misaada kama moja ya shughuli zao jamii. Katika jamii kuweka tofauti lazima waanze watu wa nje. Tuanze sisi kwanza ili tuweze kupata na watu wa pembeni waweze kutusaidia. Kwa hiyo ni marafiki tumekuja leo Malaika Kids Orphanage Center ambayo tumekuja tumejichanga, waloweza kuleta nguo, waloweza kuchanga hela, tumenunua mahitaji mengi pamoja na vifaa vya michezo, vyakula, na pia tukaleta vitu kwa ajili ya watoto kupikiwa chakula, tule nao pamoja. Tumecheza nao michezo toka saa 4 asubuhi mpaka sasa hivi ambayo ni saa 7 ndio watoto wako ndani wanakula. Tunaomba vijana kama Kable wajitokeze, wao wanakuja wanahamasisha watoto, wanacheza nao ili hata watoto hao wengine ambao waliokopo hawana familia, hawana mabrothers, hawana masisters, hawana baba, hawana mama, wanakuwa na wao wanakuwa wanapata loving kutoka kwa ndugu kama hao. Kabla wamekuja wamecheza nao siku nzima leo hapa. Naomba sana vijana kama hao, kama kuna vikundi kama hivyo vijitokeze. Mimi najisikia furaha, naomba waje tena kwa siku nyingine na tena na wengine wanaojisikia huko nje ya Malaika waje tena kama hao, tufurahi kwa pamoja. Tumalizie kurasa kwa hili. Wakazi wa maeneo ya Sinza, Kinondoni jijini Dar es Salaam wanatarajia kuepukana na kero za ufinyu wa barabara zilizopo katika kata hiyo kutokana na ukarabati wa barabara zake kukamilika mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu. Akiongea katika matengenezo ya barabara ya Mabatini, mhandisi wa barabara hiyo amesema kuwa kwa sasa wanahofia changamoto ya mabadiliko ya hali ya hewa tu na hakuna tatizo lingine. Kwa sasa hivi ndio vizuri, ila hali ndio kidogo inakuwa inasumbua. Kwa sababu pindi inaponyesha mvua progress inakuwa inasimama. Lakini kama hali ikienda vizuri tunategemea mwishoni mwa mwezi wa 3 tutakuwa tunakabidhi. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yalofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Noah Laltaika na kutakia wakati mwema.